Wakala wa usalama na afya mahali pa kazi, nguvu kazi salama yenye afya kwa maendeleo ya taifa. Wakala wa usalama na afya mahali pa kazi, usimamizi madhubuti. OSHA, kazi iendelee. Usalama na afya mahali pa kazi, jukumu la OSHA kulinda wafanya kazi dhidi ya vihatarishi eneo la kazi, kusimamia utekelezaji wa sheria ya usalama na afya mahali pa kazi. Niwashukuru sana management ya GGM Geita Gold Mine Limited na wafanyakazi wote kwa mapokezi mazuri ambao wametupokea hapa, na aidha sambamba na shughuli mnazozifanya, tunaamini kuna jinsi mnavyotekeleza sheria namba 5 ya usalama na afya mahala pa kazi ya mwaka 2003 pamoja na sheria nyingine za kazi. Kama mnavyojua, ndani ya ofisi ya Waziri Mkuu, kazi, ajira na mahusiano, sisi tunasimamia mambo makuu matatu. La kwanza, kazi. Kwa wafanyakazi wote waliopo hapa wako chini ya ofisi ya Waziri Mkuu, ndiye inaangalia mambo yao, kuanzia haki, shughuli wanazozifanya hapa, lakini pia kubwa zaidi lililotuleta usalama wao kupitia OSHA. Kwa hiyo kupitia ofisi ya Waziri Mkuu pia tunaangalia swala la ajira. Ndio maana nasema kazi, ajira ambayo pia niwapongeze sana GGM kwa namna ambavyo mmezalisha ajira nyingi, ajira ambazo ndio kipaumbele cha serikali ya awamu ya 6, kuhakikisha kwamba wawekezaji ndani ya nchi si tu wafanye uwekezaji, bali wahakikishe uwekezaji wao unazalisha ajira. Lakini pia lililofurahisha zaidi, jamii inayotuzunguka nao wameweza kunufaika na uwepo wa mgodi huu. Takribani wananchi 5,000 wameajiriwa kwenye mgodi huu. Mchango wa sekta ya madini katika uchumi wa nchi ni muhimu sana. Kwa takwimu zilizopo katika wizara yetu ya madini, kwa hivi karibuni sekta hii ya madini inachangia zaidi ya 10.1 katika pato la taifa. Kwa hiyo kiwango hiki ni kizuri katika ustawi wa nchi yetu, na niendelee kuwapongeza pia kwa niaba ya serikali kwa namna ambavyo mmeendelea kuishirikisha jamii inayowazunguka hasa katika kutoa ajira. Niwashukuru GGM kwa hatua kubwa ya kuunga mkono jitihada hizi za serikali kwenye swala la ajira. Kwenye sekta hii ya madini, Mheshimiwa Waziri wa nchi, kote huko kuna nguvu kazi ambayo wizara yako imekuwa ikifanya kazi kubwa sana ya kuhakikisha usalama na afya kwenye mahala pa kazi. Na kipaumbele cha Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa pamoja na kamati ya usalama ya mkoa ni kuona kwamba shughuli zote za uzalishaji mali kwenye mkoa huu zinawaacha Watanzania wakiwa salama. Nitumie fursa hii kwa kweli kupongeza wewe binafsi. Tumeona tangu ulipoapishwa na Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, umeendelea kufanya kazi kubwa sana kwa kushirikiana na taasisi ya OSHA. Tumekuona Mheshimiwa Waziri ukitembelea viwanda mbalimbali kwa kwenda kukagua usalama wa wafanyakazi kwenye viwanda na kuhakikisha afya zao zinaendelea kuimarika kwenye viwanda. Lakini tumekuona sasa unaingia na kwenye sekta ya madini, lakini tumeona pia namna ambavyo pia OSHA inafanya kwenye eneo la uvuvi. Kwa kwenye kila eneo tunaona namna ambavyo serikali imejipanga kuhakikisha usalama wa Watanzania ambao wanafanya kazi kwenye maeneo mbalimbali. Tunatambua kwamba maeneo ya migodini yana vihatarishi vyote, na yasipowekewa mpango madhubuti wa kuvidhibiti, maanake madhara yake ni makubwa sana. Lakini ukiangalia katika tathmini ambayo tumefanya, migodi mikubwa ina mifumo mizuri ambayo yenyewe inapunguza yale madhara. Kwa hiyo lengo la ziara hii ni kuangalia hiyo migodi, kuangalia hiyo mifumo iliyopo, lakini vile vile kuangalia namna gani ambavyo wana sera za kushirikiana na migodi mingine midogo, ili kuhakikisha kwamba hata hii migodi midogo, pamoja na juhudi kubwa za serikali zinafanya, lakini wao wana mchango gani katika kuhakikisha kwamba sekta hii ya wachimbaji wadogo na yenyewe inaendelea kuwa salama. Kwa hiyo tumekuwa kwenye hii ziara na tumeona jinsi ambavyo wao wana mipango ile ya dharura ya namna gani kama madhara yakitokea wanaweza kujisaidia, lakini kusaidia hata jamii ile wazunguka. Lakini huu ni mwanzo tu, tumetembelea huu mgodi, lakini lengo kubwa la Mheshimiwa Waziri ni kutembelea migodi yote mikubwa, kuangalia mifumo iliyopo ya usalama na afya mahala pa kazi. Na mifumo hiyo, kwa kuzingatia ule ukubwa wa uwekezaji uliopo katika hii sekta, nguvu kazi iliyoajiriwa pale ni kubwa. Sasa namna gani pia wao wanalinda ile nguvu kazi iliyoko pale, lakini namna gani wanatengeneza fursa za ajira zaidi, hasa kwa wazawa local content kwenye hii sekta ya madini.
Kwa hiyo tumejionea namna gani ambavyo wana mifumo, na tutakwenda kwenye migodi mingine yote hii mikubwa, ya kati na midogo, ili kuhakikisha kwamba tunakuwa na standard moja ya masuala ya usalama na afya, na tunawawezesha hawa ambao ni wachimbaji wadogo wadogo ambao wanaibukia na wenyewe kuweka mifumo ya usalama na afya. Lakini hatuwezi sisi wenyewe kama serikali bila kuwa na partners wetu ambao wao wana uzoefu si wa Tanzania tu, lakini pia wa kimataifa, namna gani ambavyo hii sekta imeweza kuflourish katika mataifa mengine. Kwa hiyo na sisi tunataka tuikuze hii sekta kwenye suala la usalama na afya, kuhakikisha kwamba vijana wetu wanakuwa salama, kuhakikisha nguvu kazi kule inakuwa salama, lakini ule uwekezaji unakuwa salama, lakini zile ajira ambazo zipo kule zinakuwa zenye staha. Kaguzi za OSHA kwanza zinafanyika mara 2 kwa mwaka. Kuna ile inayofanyika mwanzoni mwa mwaka ambao ni general inspection, process plant na lifting, alafu na umeme. Lakini lifting na umeme na process plant wanarudia tena mara ya 2 kwa mwaka. Cha kwanza ambacho tumesaidiwa na OSHA ni kwenye mafunzo. Wanatufundisha, kuna ile formal mafunzo, first aid, HSE awareness, HSE rep wanafundishwa, lakini kuna yale mafunzo wakati wanapokuja kukagua. Mkienda nao mahali wanaona kitu hakiko sawa, wana uzoefu mkubwa kwa sababu wao wanapita kwenye migodi mbalimbali. Kwa hiyo wanatuambia bwana, tulivyoenda Bariki tuliona hivi, tulivyoenda Shanta tuliona hivi, tumieni utaalamu huu. Kwa hiyo pamoja na kwamba ni kubadilishana uzoefu, lakini wao zaidi wamekuwa wakitufundisha. Lakini pia ukaguzi huu umetusaidia kufikia compliance, kwa sababu watakukagua na wakiona una mapungufu watakupa nafasi ya kujirekebisha, na ukijirekebisha wanakupa compliance certificate. OSHA, kazi salama, maisha salama.